Waheshimiwa wabunge, wakati wageni wetu wakiingia ukumbini, waheshimiwa wabunge wote mnakumbushwa kuendelea kutulia katika viti vyenu. Sasa baada ya kusema hayo, nasitisha shughuli za bunge mpaka muda mfupi ujao. Mtazamaji wa Bunge TV, hiyo ilikuwa ni taarifa ya Spika kama kanuni zinavyomtaka. Kwa hiyo amesitisha shughuli za bunge na sasa ataenda kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baadhi ya wabunge tayari wako ukumbini, lakini kuna wageni waalikwa. Kuna wageni au viongozi mbalimbali, wageni wa kitaifa na wageni wengine waalikwa ambao watakuwa wamekuja kujiunga na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa, wakifuatilia bunge kwa karibu kabisa hotuba itakayokuwa inatolewa na Mheshimiwa Rais katika kulifunga bunge la 12 ambalo linafikia ukomo. Ni mengi yamefanyika hapa, wewe utakuwa ni shahidi ukiwasikia wabunge jinsi wanavyozungumzia miradi iliyotekelezwa na serikali katika majimbo yao, miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya umeme na mambo kama hayo, kila mtu akiwa ni shuhuda wa kile kilichofanyika katika jimbo lake. Na wewe pia ambaye ni mwanajimbo mwenyewe unaweza kuwa ni shuhuda mzuri kabisa kwa yale ambayo yamefanyika pale katika jimbo lako. Baada basi ya Spika wa bunge kusitisha shughuli za bunge kwa muda, sasa ataenda kwa ajili ya kujiandaa kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji, katika orodha ya siku ya leo au shughuli za leo hapa bungeni, viongozi mbalimbali watakapoingia, basi Spika baadaye naye ataingia na viongozi wengine watakuwa wanaingia ukumbini, lakini kutakuwa na ule msafara wa viongozi kuingia. Umesikia kabisa Spika pale akiwaambia wabunge mara viongozi wanapoingia au wageni walioalikwa kuingia ukumbini. Kumbuka jana ofisi ya waziri mkuu anayesimamia masuala ya bunge na uratibu alitengua kanuni ile ya 61 kuruhusu watu wasiokuwa wabunge kuingia ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya kufuatilia mambo yanayofanyika. Na nikukumbusha kwamba ujue kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya bunge, hilo kayo kilijua. Lakini baadaye kutakuwa na msafara wa Spika kuingia katika ukumbi wa bunge atakapokuwa anarejea, na baadaye Spika atapata nafasi basi ya kutambulisha wageni na kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutoa hotuba yake. Na hotuba hiyo tunaweza kusema ndio hotuba bye bye kwa bunge la 12, na wabunge waliojaa ukumbini hapa itakuwa ndio ngwe yao ya mwisho wanapoelekea uchaguzi. Tutakaporudi itakuwa ni Novemba. Wakati huo tutakuwa na wabunge wapya, sura mpya, pengine na zile za zamani nazo zitarudi hapa. Itategemea na jinsi mtu atakavyoenda kujinadi kupitia sera za chama chake au ilani ya chama chake, na jinsi atakavyojiuza kwa wananchi, manake wananchi sasa ndio wanaotumika kukuleta hapa bungeni. Ni kipindi ambacho wabunge wanaenda sasa kuangukia wananchi na kueleza yale aliyokuwa anayafanya hapa bungeni.